Kwa majina naitwa Dr. Rosemary Mush, ni mganga mkuu wa halmashauri ya mji Masasi. Kipekee kwa leo tulikuwa na baraza la madiwani, wameweza kupongeza na kuona maboresho makubwa yaliyofanyika katika hospitali yetu ya Mkomaindo. Huduma ambazo zimeongezeka, kuna huduma za macho, kuna huduma za mifupa, kuna huduma za mazoezi. Kwa hiyo wateja wetu ambao walikuwa wanahangaika kwenda hospitali kubwa kama Ndanda na Mtwara, tunawakaribisha kwa ajili ya hizo huduma ili waweze kuona. Ni maboresho makubwa sana kwa sekta ya afya ambapo yameweza kutuletea matokeo. Wagonjwa wengi wamepata huduma na wameweza kuona mabadiliko. Lakini pia wiki ijayo tutakuwa na zoezi la kutoa mabusha, operation kwa watu wenye mabusha, na huduma hii serikali imeitoa bure kabisa. Tunaishukuru serikali kwani imeweza kudhamini kila kitu. Kwa wagonjwa wote watakaofika watatolewa huduma hii bure kabisa ya kufanyia operation ya mabusha, mpaka wanaondoka ni bure, hakuna kulipia chochote. Kwa serikali itagharamikia kila kitu. Lakini niseme tu sekta ya afya tuishukuru serikali, kwa kweli imefanya kwa nafasi kubwa sana. Imebaki sisi watu wa huduma kuweza kurekebisha baadhi ya maeneo, lakini serikali imerahisisha na imeleta vifaa vya kisasa ambapo huduma zetu ni bora sana kwa sasa hivi. Kwa majina naitwa Sositana Chumba. Diwani wakati anakula pia nimetoa halmashauri ya mji Masasi. Kuna huduma X-ray. Kuna mashine pale ya kisasa ambayo ina uwezo mkubwa sana katika kuhudumia wananchi wetu. Wanachukua fursa hii kuwakaribisha wananchi waje pale kupata huduma hizo. Na kuna huduma ya macho tulikuwa hatuna pale. Sasa hivi tuna huduma ya macho. Unapima pale macho, unapata na miwani zako pale. Kwa kweli ile hospitali imeimarika sana kwa watu. Kwa majina anaitwa Rehema Mrope, ni diwani wa viti maalum wa halmashauri ya mji ya Masasi. Mimi kwanza nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia kwa miradi na fedha nyingi sana anazotupatia ili kuendeleza miradi yetu ambayo tuko nayo. Juzi tulifanya ziara yetu ya ukaguzi wa miradi, lakini tulienda hospitali ya Mkomaindo, tulijionea miradi mingi na ya umuhimu sana ambayo imekuja. Tumeona kuna miradi ambayo ni wameanzisha pale, ipo mazoezi sasa hivi hatuendi tena Ndanda. Kuna mazoezi pale kwa ajili ya watoto ambao wamezaliwa viungo vyao havijakaa sawa, lakini pia hata watu wazima wenye matatizo ya mgongo na nini. Tunashukuru kwa hilo, kwa kutusogezea huduma hiyo karibu, ambayo ni muhimu sana. Lakini pia tumekuta huduma ya macho ambayo tulikuwa hatuna, lakini kwa sasa tuna huduma hiyo nzuri, tunapata miwani hapa. Tunashukuru sana kwa huduma hiyo. Lakini pia tumeona mradi wa jengo jipya, mradi ambao ni mzuri sana, na wenyewe nadhani utatusaidia kwa sababu kuna huduma pale mzuri ya odi mzuri za private kwa ajili ya labda wafanyabiashara, viongozi, lakini pia na huduma zingine ambazo ni muhimu kimsingi kwa binadamu. Kwa hiyo tuseme tunashukuru, tunaona tunapiga hatua. Masasi tunayohitaji sasa inafika, na tunatamani tuendelee zaidi ya hapa. Ni kweli kwamba sisi waheshimiwa madiwani, ile ziara ambayo tulitembelea kwenye hospitali yetu ya Mkomaindo tumepata faraja kubwa sana. Tulipofika pale tulionyesha jengo ambalo wagonjwa watakokuwa wanalazwa pale wenye uwezo wao, kwamba ilikuwa ni vigumu siku za nyuma, mtu mwenye uwezo alikuwa anaenda kulazwa kwenye wodi ambayo na mtu mwingine ambayo hana uwezo. Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa wana uwezo walikuwa wanatukimbia, wanaenda sehemu nyingine ambapo wanaona wanapatiwa huduma hiyo stahiki kutokana na uwezo wao. Kwa hiyo tumepata faraja ya kwamba pale kuna kitengo hicho mtu anaanza kulazwa kutokana na uwezo wake. Kwa hiyo kikubwa ambacho tumefurahi kwamba tulivyoambiwa kwamba ujenzi ule umetumia mapato ya makusanyo pale Mkomaindo. Kwa hiyo kwa kweli pale tuliona pale wameupiga mwingi na wanafanya kazi vizuri, tuliwapongeza sana. Na la pili, tulitembezwa na mganga mkuu kwenye wodi mbalimbali. Tumekwenda kuangalia wodi ya macho, tukaangalia wodi ya mifupa, tukaenda kuangalia wodi ambayo watoto ambao walikuwa hawezi hata kutembea wanafanyiwa mazoezi ya kinifu, hatimaye wengi wao walikuwa na uwezo wa kutembea. Kwa hiyo tulipata faraja sana katika ziara ile kwenye hospitali ya Mkomaindo.
Kwa majina naitwa Manfred Eustace Mbunju, diwani wa kata ya Sululu. Kwenye baraza ile ambayo tumemaliza muda mfupi uliopita, tumeona mijadala mingi, lakini pia nipenda kupongeza kwenye idara kwanza, tuanze na idara ya afya. Tumeona kuna mabadiliko makubwa kwenye uendeshaji wa hospitali ya Mkomaindo, lakini pia kwenye ile kamati ya mipango miji tumejadili mambo mengi sana yanayohusiana na maendeleo kwenye maeneo yetu, mfano namna kupanga mji, lakini pia namna ya kutengeneza mazingira yetu yawe katika hali ya ubora, ikiwa ni pamoja na kutengeneza zile sheria kinzani ambazo zitatuwezesha kutunza mazingira. Nikiwa kama diwani na napenda kupongeza kwanza idara ya afya Mkomaindo, kuna vipengele pale vimeongezwa, kama vile kuna kile chumba cha mazoezi, lakini pia kuna x-ray ya kisasa ambayo ukitafuta kwenye hospitali nyingi pale haipo. Hivyo nipende sana kupongeza uongozi wa halmashauri ya mji ukiongozwa na mkurugenzi wetu Bwana Ruben Kishabu. Amefanya kazi kubwa sana kusimamia miradi hii. Hivyo pia ni waase wananchi wa Masasi kuitumia ipasavyo miradi hii kwa ajili ya kuletea tija na manufaa halmashauri yetu. Lakini pia kwenye kile kitengo cha mazoezi tunaona pale kuna mtaalamu wa physics mazoezi. Wale watu waliopooza, walikuwa na matatizo ya pingili za migongo, mbavu na misuli, wanakaribishwa kwa ajili ya kupata huduma ya mazoezi, ambapo kwa kipindi cha nyuma walikuwa wanatumia hospitali ya Ndanda na maeneo tofauti. Kwa sasa wanatumia umbali mfupi kwa ajili ya kupata hiyo huduma.